kama Simba ameunguruma tena pale Mwanza baada ya kushindwa kuunguruma msimu uliopita kwenye mechi yao ambao walicheza kule. Nini leo kimekuwa cha tofauti kwa Simba hadi kuondoka na hizi alama tatu? Ulikuwa ni mchezo aina gani? Kwanza umekuwa mchezo mzuri sana kwa upande wa Simba kwa sababu waliamua kumaliza mchezo kipindi cha kwanza. Walijua aina ya timu ambao wanakwenda kukutana nayo, historia ya kile ambacho kilitokea msimu uliopita kwa maana msimu ulioisha. Hivyo walitaka kuongeza umakini kwenye kuzitumia nafasi na kupata kile ambacho walikuwa nakihitaji, na kwa asilimia kubwa sana alifanikiwa. Kipindi cha kwanza aina nafasi ambazo walizitengeneza zote ambazo zilikuwa ni nafasi za wazi waliweza kuzitumia. Utampongeza zaidi Steve Barker namna ambavyo leo alianza. Binafsi sikumuelewa kwenye mchezo uliopita Chama Clatous anaanzia benchi, lakini kwenye mchezo wa leo nimemuelewa kwa sababu alijua anakwenda kukutana na timu ambayo inatumia nguvu, lakini pia sio timu ambayo inakaa nyuma, maana itajaribu kupresi kwenye maeneo ambayo wewe umekuwa imara. Kwa alihitaji utulivu sasa wa Chama kwenda kutatua changamoto ambazo zimekuwepo kwenye namna ya kutumia nafasi ambazo Simba anatengeneza. Sasa unaona Chama anapata nafasi ya kwanza kutoka cross ambayo ilipigwa na Libasi anaweza kufunga bao la kwanza, lakini goli la pili pia assist kutoka kwa Libasi na kwenda kuipa Simba goli la pili ambalo linawafanya waondoke kipindi cha kwanza wakiwa wanaongoza. Utofauti ulikuja pale baada ya Simba kupigwa kadi nyekundu. Kadi nyekundu ya pili kwenye michezo minne. Kadi ya pili nyekundu kwanza ni mpongeze Jabali kwa kiwango bora ambacho amekuwa nacho, lakini nadhani anapaswa kujua kuwa kwenye ligi yetu sasa hivi kuna kitu ambacho kimeongezeka kwa maana previous video ambayo inaweza ama mrejeo wa matukio ambao unaweza kuwa unamsaidia mwamuzi kuweza kutafsiri matukio. Hilo anapaswa kuliweka akilini, sio yeye tu. Asilimia kubwa wachezaji wetu kwa hivi sasa wanapokuwa wanacheza lazima wajue kwamba nikifanya kosa basi nitaadhibiwa, si kama msimu uliopita kwamba utategemea mwamuzi ameona ama hajaona. Sasa kwa nafasi ambayo Jabela anafanya ile tukio, imani yake ilikuwa inamtuma refa hajaona. Imani yake ilikuwa inamtuma hivyo. Lakini hata kama refa kuona, maana yake bado Dodoma Jiji wangeza kulalamika na akaenda kujiridhisha kwenye urejeo wa matukio kwenye ile skrini. Sasa anapaswa kuliweka hilo akilini. Ndicho ambacho kilimkuta Duchu kwenye mchezo uliopita. Kuna namna ambavyo anajisahau. Kuna namna ambavyo anakwenda kulifanya lile tukio kwa daraja ama na ubora ambao yuko nao, sikutegemea binafsi. Kwa sababu sasa hapa anakwenda kuikosa michezo ambayo pengine Simba ilikuwa inamhitaji aendelee kutoa kile bora alichonacho. Kwa sababu naamini kwenye eneo la katikati kwa hivi sasa Simba imepata mtu sahihi kwenye hilo eneo. Ukiacha Kagoma, manake kwa hivi sasa ukiwa na Jabal unaamua uanze na yupi kati ya hao, kutegemeana pia na aina ya mchezo ambao unakwenda kuucheza. Ndio maana mchezo uliopita kocha anaanza na Kagoma pamoja na Jabal kwenye eneo la katikati, and then kipindi cha pili akaweza kuingia Neo Maema, na kwenye mchezo wa leo anaanza Maema na Jabel. Sasa maana yake hapa anamlazimisha mchezo ujao tena kocha aanze kufikiria namna ya kuiseti Simba eneo la katikati ambako ndiko kwenye uti wa mgongo ama kwenye maamuzi ya namna ya kushambulia na namna ya kujilinda. Ndio maana kwenye kipindi cha pili umemwona Semfuko Charles ni mchezaji mzuri, lakini bado anapaswa kuwa second choice kwa wale waliopo kwa sababu ya ubora ambao wamekuwa wakiuonyesha. Sasa unapokwenda kumlazimisha kocha kufanya maamuzi mengine ambayo hakuwa anatarajia, manake kwa kosa ambalo amelifanya ni kosa la kujitakia, hakukuwa na ulazima kufanya kile alichokifanya. Kwa hiyo kwangu mimi nampongeza sana kwa ubora ambao amenionyesha kwa muda mfupi. Amenithibitishia kwamba hata wale ambao walikuwa watarajii kitu bora kutoka kwake sasa wanaanza kujenga imani mpya juu yake. Lakini kwenye tukio ambalo amelifanya anaonekana ni mzee ambaye anajijengea tabia ya kuwa ni mkorofi, aliyakuwa sio hivyo. Kwa hiyo amemkosesha kitu kizuri sana Steve Barker ambacho anaendelea alichokuwa anaendelea kukitengeneza. Sababu anaendelea kutengeneza chemistry siku baada ya siku. Na amejaribu kuiswitch kwa Neo Maema, anaona kama inaleta matunda tofauti na akianza na hao wawili kati ya Jabel na Yusuf Kagoma. Kwa Neo Maema imekubalika, lakini Maema naye ameumia. Kwa hiyo kwa Simba pia napaswa kurudi kwenye eneo la fitness. Kwa maana kocha ambaye amepewa jukumu la kuhakikisha hawa wachezaji wanakuwa kwenye fitness, lazima kama kuna vitu alikuwa anavipatia msimu uliopita
basi aviongeze zaidi ama aishi mule. Lakini kwa msimu huu naona Simba wachezaji wao wanaumia ovyo. Lakini mbali na kuumia ovyo, wanakuwa na matukio ambayo hayana ulazima. Kilichomkuta Duchu, kilichomkuta pia na Kasari pia unaona ndio tukio la kuumia. Kwa hiyo nadhani wanapaswa kuangalia nini ambacho wanakikosa kwenye eneo la kiufundi, lakini pia kwenye eneo la fitness level ya wachezaji, ndio waweze kukirekebisha. Lakini otherwise Simba amekuwa bora sana. Nadhani watu wengi wanamtazama Simba kwenye jicho la udogo, kwa sababu pengine walikuwa na interest ambacho walikuwa nakiamini kwamba kuna wachezaji wanapaswa kuja ili Simba iwe bora, kuna hawa na hawa wanapaswa kuja. Lakini mimi naamini Simba ya msimu uliopita ilikuwa ni bora kuliko Yanga. Hiyo iko wazi. Hata ukiwauliza Yanga wenyewe watakwambia hivyo. Simba ya msimu uliopita ilikuwa ni bora kuliko Yanga. Na bado naamini. Bado? Unaamini? Ukiacha majina ya wachezaji wa Yanga ambao wapo, bado Simba ni bora kuliko Young Africans. Ya msimu huu Young Africans. Yes. Yaani unajua tukitaja Yanga, mtu anaiogopa kwa sababu anasikia Sharulile, anasikia Zeziki, Albert Kangwanda hivyo. Lakini bado sijapata ule mfululizo wa Yanga ambayo pengine walikuwa wanahitaji zaidi kulinganisha na msimu uliopita, kwa sababu kwenye msimu uliopita Yanga walikuwa wanalalamika kwamba hii sio Yanga yetu. Walikuwa nalia na Yanga ya msimu juzi, sio Yanga ambayo tunaijua sisi. Kwa hiyo wanategemea katika majina ambayo yamekuja basi aweze kurudi kwenye nusu ya kile ambacho Yanga ilikuwa nacho msimu juzi ama chini ya Profesa Nabi, kwa sababu kwa msimu wote ambayo imepita akili ya Yanga ipo kwenye kipindi cha Profesa Nabi ama Miguel Gamondi. Pamoja na yuko Sharulile, yuko Albert Kangwanda, Ziki, bado Yanga haijawa kwenye ule ubora ambao watu wanautaka. Bado ni mapema kwanza kuzungumza hilo. Kwa hiyo kwenye hiko tu hata wakati Simba anaenda kucheza dabi na Young Africans, mimi nilikuwa naamini Simba anakwenda kama timu ya kwanza kwenye ule mchezo wa dabi, kwa sababu asilimia kubwa ya kikosi alikuwa nacho ni kile. Lakini kilichokwenda kutokea sasa ndo matokeo ya mpira. Maana unavyojenga hisia zako ama akili yako unavyoijenga na kinachokwenda kutokea kwenye uhalisia ni vitu vingi tofauti. Lakini bado Simba anavyoenda kucheza na Dodoma Jiji anajua, ama tuseme tu ni rahisi ili kuaminisha kwa watu Simba msimu uliopita haijabadilika sana. Yanga anavyoenda kucheza na Simba anajua tabia za wachezaji wa Simba. Dodoma Jiji anavyocheza na Simba alikuwa anajua namna ya kwenda kuwazuia Simba. Ndio timu ni ile ile. Kwa sababu timu ni ile ile. Sasa kilichokuwa kinahitajika ni kwenda sasa kuhakikisha kwenye kile ulichojiandaa nacho unakitekeleza kwa 100%. Wakati huo Simba yeye anaamini pamoja na kuwa anajulikana, lakini sasa kinachokwenda kuamua ni ubora wa mimi ambao niko nao. Ndicho ambacho kimekwenda kutokea. Kwa hiyo yote kwa yote Simba ana timu nzuri. Naamini ikitokea wachezaji wote wapo kwenye ubora wake. Maana yake Wilson Nangu unampata, Abdullah Hamza unampata, Kasale unampata, Yakubu unampata, maana yake hata kocha anakuwa na machaguo mengi sahihi. Sababu mimi ninachojua Simba hao wanalia tu na mshambuliaji na Fei Toto. Na Fei wanalia sio kwa sababu Simba ina changamoto kwenye hilo eneo. Ni kwa sababu Fei wanahisi ana hiyo level ama ana ubora wa kucheza Simba. Okay. Lakini Simba haina mapungufu kiasi hicho cha kumhitaji Fei Toto, kwa sababu Simba ina wachezaji wa tabia moja kwenye eneo moja karibia 4. Na ili pia lazima viongozi wa Simba pamoja na technical bench kuelekea dirisha dogo walitazame. Yaani kuna maamuzi ambayo wanayafanya sioni kama ana faida ama ana afya njema moja kwa moja kwa timu. Simba sasa hivi nikwambie kabisa inapitia changamoto wa beki namba 2 na namba 3. Bila kuwakosea heshima waliopo wanafanya kazi yao, lakini Simba inahitaji zaidi ubora wa wachezaji kwenye hayo maeneo. Sasa just imagine Simba ina washambuliaji 4, viungo washambuliaji 4, kwa maana mawinga peke yake 4. Pita kwa Yanga. Kama unakuta ni 4, maana yake unakuta wa kigeni 2, wazawa 2. Kidogo unakuwa na balance. Sasa Simba kwenye maeneo ambayo walipaswa kuleta beki ndio wameleta viungo washambuliaji. Tuzungumzie performance ya Anseti Oura. Anseti Oura unajua hawa wachezaji Anseti Oura na Libasi ni wachezaji wa kawaida kama sio wachezaji wa timu yako. Okay. Ni wachezaji wa kawaida kama sio wachezaji ambao wanatokea kwenye timu yako.
Sasa Yanga walienda kuiba makaa ya mawe, wakasahau dhahabu. Yanga waliiba makaa ya mawe, wakaacha dhahabu. Ukiwa na maana gani? Ninachomaanisha, anachokifanya Libasi Geye, nilikuwa najaribu kufikiria wakati anaingia dirisha dogo, kwa hiki kiwango ambacho amekionyesha. Yes, imagine anapata msimu mwingine wa kuonyesha kile alichonacho. Maana yake tutapata kitu bora zaidi ya hiki ambacho amekionyesha. Na ndicho ambacho amekionyesha. Mechi 3. Assist 3. Ni mchezaji wa level ya namna gani anakuonyesha? Kwa maana mchezo uliopita alihusika kwenye magoli yote mawili. Mchezo wa leo kahusika kwenye magoli yote mawili pia. Kwa sababu amepiga cross ambao pamoja na kuwa imeenda kuguswa na mpinzani, bado nafasi ama amekuwa watatu kabla ya goli kufungwa. Kwa hiyo unaona ni mchezaji ambaye amekuwa na kiwango bora siku baada ya siku. Tafsiri ya kawaida ni kwamba Simba wana mchezaji sahihi kwenye eneo sahihi. Ukija kwa Anset Yaula, nadhani hawa wachezaji wawili wote wanaenjoy kucheza na Chama. Nilichokigundua. Okay. Yaani kuna namna ambavyo Simba ametengeneza utatu ama kama sio unne mtakatifu ambao umekuwa na matokeo chanya kwa Simba. Na hili nadhani sasa kocha ataanza kuliona, ndio maana mchezo uliopita alianza na Dumbia. Baadaye akaingia Mpanzu akafunga. Nikaona kwenye mchezo wa leo kaanza na wote wanne ambao walikuwepo msimu uliopita. Kwa ni wachezaji ambao wanajuana. Hata unapokuwa unapasia unajua kabisa movement ya Anset Yaula nikimwekea mpira hapa ataukuta. Yaani wachezaji ambao wanatambuana, bana mimi niwekee pale nitaikuta. Niwekee pale sitoikuta. Kwa hiyo wanajuana. Sasa ukimtazama Anset Yaula anapokuwa anacheza, kwanza si aina ya mchezaji ambaye kila beki anatamani kumkaba. Kwa sababu utajaribu kumpunguzia ufanisi wa kutafsiri kila anachotaka kukifanya akiwa na mpira, lakini uchague moja, umnufaishe kwenye faulo ama umwache aende akafanye kile anachokihitaji. Ndicho ambacho amekuwa nacho kwenye michezo mingi ama kwenye nafasi nyingi ambapo anakwenda kushambulia. Maana usipomfanyia madhambi anaenda, na ukimfanyia madhambi maana yake ananufaika kutokana na sifa ambazo amekuwa nazo. Kwa hiyo nadhani wangu mimi tutazungumza mapungufu ya Simba kwenye maeneo tofauti tofauti, lakini kwenye hilo eneo hata wachezaji ambao wamesajiliwa wanapaswa kuwa na kitu cha ziada ili kwenda kuipata imani ile ya mwalimu moja kwa moja. Mfano, amtazama Kalesa Maharwa. Sio mchezaji mbaya, lakini akifikiria namna ya kuanza kwenye yao wawili inakuwa ni changamoto kubwa. Itafika wakati Kalesa Maharwa ataanza kufananishwa na Joshua Mutale. Sio kwa kutaka. Mazingira yanayomzunguka yanasababisha watu wamtafsiri hivyo. Kwa hiyo tumpongeze Anset Yaula. Kikubwa tu ambacho nadhani Beka na kiomba ni hao wachezaji kuendelea kupatikana, kwa sababu ili uweze kuwa eneo salama rawe kushinda mechi zako, maana yake kwenye wale wachezaji wako muhimu lazima uendelee kuwapata. Sasa kama unapata injury kama ilivyotokea kwa Neo Maema, sijajua kama mchezo ujao atacheza, lakini kama unamkosa maana yake unakuwa unapunguza ufanisi kwenye timu yako. Unaona kadi nyekundu. Yes, kadi nyekundu. Unaona kwenye mchezo uliopita matoka Kagoma acheze, simuoni Kagoma yule ambaye mimi namjua. Simuoni. Lakini kocha juzi ameweza kuzungumza kwamba ana enka ambapo pengine ndio inamsababishia kupunguza ufanisi kwenye kutafsiri matukio ndani ya uwanja. Kingine nilichokiona, sijajua kama Ismail Tule ndo amekuwa bora zaidi ya Lushan Derok, kwa maana Ismail ameimprove zaidi kuliko Lushan Derok, ama Lushan ndo kiwango chake kimepungua. Unaona makosa kwa Lushan? Lushan mimi bana toka Kagame kule. Mechi ya Simba Day, mechi ya Derby. Anipi kile sio yule ambao mnamfahamu. Sio yule Lushaini ambaye amemaliza msimu watu wakaanza kusema MVP huyo. Kama sio MVP basi beki bora. Lushaini bana alikuwa anaenda wewe. Chini anaenda, juu anaenda. Yaani kuna muda alikuwa anafanya majukumu ambayo sio ya kwake, lakini this time sijui, labda kwa sababu bado ni mapema, lakini anaanza kunifikirisha kuna namna ambavyo pengine ajitutumui sana. Kama sasa alikuwa anajitutumua kapunguza kujitutumua, ama kama alikuwa anajituma sana kapunguza kujituma. Afanye vibaya lakini bado anipi ule mfululizo wa kila alichokuwa nakifanya msimu uliopita. Yes. Msimu uliopita bana Lushaini alikuwa bonge moja la beki. Na kila mshambuliaji alikuwa anamsifia. Na hata kuna mabeki wa timu pinzani walianza kufanya. Yes. Lakini tunapozungumza hivi sasa Ismail anaonekana kuwa bora kuliko ya huyo.
Yule bana ni jitu la mtumba. Ukisema jitu la mtumba linazuia linafunga na goli mbili ujue. Yes. Usisahau na goli mbili. Sio kila beki anaweza kufanya hivyo. Yeah, sure. Kwa hiyo tusubiri na kuona nini ambacho mnyama ataendelea kukifanya siku baada ya siku, kwa sababu ya kile ambacho ameanza nacho msimu, maneno ambayo anazungumza nje ya uwanja. Nadhani kuna namna pia ushindi wa Simba huwa mechi mbili mfululizo, kuna namna ambayo umepunguza ile pressure ambayo ilikuwa nje. Yes, kwa sababu kama Simba angeweza kupoteza leo, basi ungesikia kesho mtu tena anaitisha press. Tuzungumzie dakika chache za Ibrahim Dumbia ambaye umesema mechi iliyopita baada ya kutolewa Mpanzu anaingia anafunga goli. Mechi hii hajaanza, lakini kipindi hicho cha kwanza chuma mbili zimepatikana. Anaingia yeye, hakuna matokeo ambayo ameyaonyesha. Dakika chache ambazo amezipata, tuzungumzie mwenendo wake ndani ya kikosi cha Simba na nini zaidi akitafakari baada ya kuona kwamba kipindi ambako yeye hayupo magoli yanapatikana. Najua ni ngumu sana kumtetea Dumbia. Yaani kutafuta maneno ambayo mashabiki wakuelewe kwamba Dumbia kweli ni mchezaji bana, unapaswa kufanya kazi kubwa sana, kwa sababu kwenye engo yote ambayo, kwa sababu unajua asilimia kubwa kwa sasa mashabiki ama Watanzania wengi mpira wanaujua. Kwa hiyo ni ukiwa unaongea unaona kabisa hapa unatudanganya bana. Ila mimi niseme kwa Dumbia anachopaswa ukijua, yuko kwenye klabu ambayo kukupa nafasi halafu ufanye utoipata. Yaani ajue kabisa klabu ambayo anaitumikia inamhesabia tu. Inamhesabia. Kwa hiyo kwanza anapaswa kukubaliana na mazingira, kwamba kama ni pressure ambayo naipata kutoka nje, nawezaje kuichukua na kuiweka kifuani, and then mimi nikawathibitishia kwamba yule ambaye wanamuadha sie. Mimi ninachoamini Dumbia ni mchezaji mzuri. Yaani hiyo ninakwambia kabisa, Dumbia ni mchezaji mzuri, lakini sio mchezaji wa kucheza kwenye klabu ama ana level za kuchezea klabu ya Simba Sports Club. Umeshamtoa. Yani si aina ya mshambuliaji ambaye anaweza akaifikisha Simba kwenye nchi ya ahadi. Sio namtoa. Ungani na watu ambao wanasema apewa muda. Of course, unajua kupewa muda pia ni sehemu ya mchezaji kuendelea kujitafuta. Hilo naelewa, lakini kuna mchezaji ukimuona tu kabisa unajua hapa nikimpa muda nitavuna. Kuna mwingine ukimuona tu. Kuna mwingine ukimuona, lakini pia kuna wachezaji ambao wanaanza vizuri baadaye wanamaliza vibaya. Na kuna wachezaji wanaanza vibaya wanamaliza vizuri. Kaja Alan Okello Starboy. Alianza vibaya sana. Lakini ikafika hatua gari likawaka na tukaanza kumuona Okello ambao wengi walikuwa wamzungumzi kwenye midomo yake. Endapo Dumbia atafanya kwa wakati huo, mimi naomba tumzungumze kwa wakati huo, lakini kwa kiwango ambacho uko nacho kwa hivi sasa, kama ataendelea hivi, sio aina ya mshambuliaji ambaye anaweza kuifikisha Simba kwenye nchi ya ahadi, kwa sababu mimi binafsi ni miongoni mwa watu ambao naamini ukishindwa kucheza na mshambuliaji aina ya Triple C Mwamba Rusaka, sababu Chama ni mchezaji ambaye atafanya kila kitu, kinachobaki ni wewe kufunga. Sasa kama mchezaji ukiangalia unavotoka magoli yanapatikana, ukiwepo magoli hayapatikani, lazima hata kama ni wewe na kutoa kwenye njia. Kwa hiyo kwanza cha kwanza anahitaji kupata imani ya mwalimu hivi kama ambavyo Beka anampa, sababu hata kocha nadhani akashajua namna ya kuirudisha saikolojia yake ni kuendelea kumpa nafasi. Kama umpi nafasi kabisa, maana yake ndio unamfanya endelee kuwa na mawazo na kumtoa kwenye kile ambacho pengine anaweza kukifanya. Wamekuja wachezaji wengi, wengine kuna mtu alikuwa ananiuliza Moringa na Ipe, kati ya Ipe na Ipe yule Ipe Nyamieso unamkumbuka? Haiko cheza Young Africans na Dumbia unaenda na yupi? Unaona watu walivyofika mbali. Kwa hiyo ameshafunga, yani kama ni pressure ya kufunga ameshafunga. Sidhani kama anahitaji pia kuzungumzwa sana, lakini kwangu mimi Dumbia ni mchezaji mzuri ambaye sio mwenye level ya kucheza Simba, kwa sababu tunapozungumza Simba kuna sehemu alitengeneza bana. Yaani tunamaliza na kwamba Dumbia
ni mchezaji mzuri lakini sio mwenye level ya kucheza Simba. Sio mwenye level ya kuichezea Simba. Kama hatoboresha kila alichonacho. Sababu unaweza ukawa una level ya kuichezea Simba lakini ukaboresha kufika kwenye hizo level. Kwa hiyo sio dhambi kutokuwa na level ya kuichezea Simba. Lakini ni dhambi kukubaliana kwamba sina hiyo level. Kwa hiyo kutokuwa na level unapaswa sasa kudhibitisha kwamba mimi bado nina level. Naweza kuipambania nafasi yangu, si ndio? Kwani wachezaji wangapi wamekuja wabaya lakini wakafanya mwishoni wakafanya vizuri? Kwa Dumbia kwanza apatiwe imani ya kuendelea hata dakika chache acheze hivyo hivyo, lakini naamini iko nyakati watu watapiga magoti na kumsujudia Ibrahim Dumbia. Pamoja na kuwa wanamzungumza negative, lakini kwangu mimi naamini Dumbia ni mchezaji mzuri, lakini sasa changamoto inakuja tunavyozungumza sasa Simba na Yanga kwenye ushindani, kwenye kutumia nafasi kulingana pia na aina ya watu ambao wanakuzunguka. Au unapokuja kusema kwamba sio mchezaji ambaye anaweza kuifikisha Simba kwenye nchi ya ahadi, kwa sababu Simba inaenda kwenye mchuano wa kimataifa. Simba inahitaji mshambuliaji ambaye kuna mechi nafasi moja aitumie, ndipo unapokuja sasa level yake kwa alionayo hivi sasa haiwezi kuisaidia Simba au kuifikisha nchi ya ahadi, lakini haimaanishi kuwa hawezi kufanya. Asante Sufi. Shukrani sana.